Misitu ni mali yetu tuitunze, misitu ni mali yetu tuitunze, tusiharibu. Misitu ni saa 2 kamili za asubuhi, na mwanafamilia bado tuko nawe katika morning kutoka asubuhi ya leo. Safari yetu imeanza pale saa 12 kamili za asubuhi, na nikufahamishe kwamba tunaendelea kutoa shukrani za dhati kabisa kwako wewe mwanafamilia kutoka 88.1 Iringa Tanzania, lakini pia 91.9 Njombe na 94.5 Mbeya na Songwe. Hatujakusahau mwanafamilia kutoka Dar es Salaam ambapo unatusikiliza vizuri kupitia 106.9. Nasema shukrani kwa hayo yote ambayo yanaendelea, lakini nikukumbushe leo ni siku ya misitu duniani, tarehe 21 mwezi wa 3, na tukizungumza haya tunazungumza mambo mengi sana. Najua unafahamu tunapozungumza misitu tunazungumza pia masuala mengi sana, masuala ya uoto wa asili, mvua hizi, mabadiliko ya tabia nchi na vitu vingine vingi sana ambavyo kimsingi ndio maisha yetu ya kawaida. Tumeandika katika ukurasa wetu wa Facebook, na una nafasi pia kupenda ukurasa huo na kutumia ujumbe kuhusiana na siku hii. Tumemwalika Ignas Lupala ambaye yeye ni meneja msaidizi mipango na matumizi wa shamba la miti Sao Hili. Hili shamba la serikali ambalo kwa Tanzania tunasema ndio shamba kubwa katika kati ya yale mashamba 23 ya serikali. Hili ndio shamba kubwa zaidi kuliko mashamba mengine yote. Katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya misitu kila mwaka, nchi mbalimbali duniani zinahamasishwa kuendeleza juhudi za kitaifa na kimataifa ili kuandaa na kushiriki katika shughuli zinazohusika na misitu pamoja na miti, kama vile kampeni ya kupanda miti pamoja na midahalo kuhusu misitu. Lakini siku hii huadhimishwa kwa ajili ya kuwafanya watu waelewe umuhimu wa aina zote za misitu duniani, ikiwemo jukumu lake katika mabadiliko ya tabia nchi. Nilikuwa naangalia kuhusiana na ripoti ya Umoja wa Mataifa ambayo ilitoka mwaka uliopita kuhusu hali ya misitu duniani. Yenyewe imesisitiza kwanza kuzitaka serikali kuchukua hatua jumuishi katika ulinzi na uhifadhi wa misitu ili kupunguza kasi ya kupungua kwa eneo la misitu kila uchao. Sasa kwa mujibu wa shirika la chakula na kilimo duniani FAO, ambalo ndio mwandishi wa ripoti hiyo, hatua kama vile kupunguza ukataji miti holela, matumizi endelevu ya misitu na kupanda miti ni hatua ambazo zinapaswa kutekelezwa kwa kutumia jamii zinazonufaika na rasilimali ya misitu. Pengine hauifahamu siku hii kwa uzuri, na ndio maana tukasema leo tumwalike miongoni mwa watu ambao wanahusika katika masuala ya misitu, tena hawa wanahusika katika msitu wa serikali. Nimekufahamisha tuko na Ignas Lupala. Mimi niseme karibu sana bwana Ignas. Asante sana ndugu Geoffrey Kangaga. Wale wote ni kushukuru kwa dhati kabisa kwa kunialika kufika hapa studio leo ili tuzungumze na wasikilizaji wetu kuhusu siku ya misitu duniani. Watu wengi kama hawaifahamu kwa uzuri sana, pengine ungetupa picha ya awali tunapozungumza siku ya misitu duniani, historia yake, ilianzia wapi, kwa nini ilianzishwa, na manufaa ya siku hii hasa ni nini katika haya matatu basi? Asante sana ndugu Geoffrey Kangaga. Siku ya misitu duniani, yani International Day of Forest, ni wazo ambalo liliibuliwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 2012, lakini rasmi siku hii ilianza kuadhimishwa tarehe 21 mwezi Machi mwaka 2013. Dhumuni kuu la siku hii ni kushirikisha jamii, kutoa uelewa kwa jamii kuhusu utunzaji endelevu wa rasilimali za misitu. Kama tunavyojua, rasilimali za misitu zikitoweka zinapelekea madhara makubwa ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa lengo ziweze kuendelea kuwepo kwa kizazi hiki cha sasa, lakini pia na kizazi kijacho. Bila shaka tangu kuanzishwa kwa siku hii mwaka 2013, na tunafahamu ilianzishwa kwa ajili ya kuendelea kulinda pengine misitu ambayo ipo katika mataifa mbalimbali. Kuna matokeo yote ambayo tumeyaona katika ulinzi wa misitu hii na uendelezwaji kwa jumla? Asante sana ndugu Kangaga. Niseme tu bado changamoto zipo. Bado changamoto zipo kutokana na shughuli mbalimbali za kibinadamu ambazo kwa namna moja au nyingine zinapelekea
hizi rasilimali za misitu kutumika kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko rasilimali zenyewe jinsi zilivyo. Ndio maana uharibifu wa misitu hapa Tanzania bado juhudi zinatakiwa ziendelee kufanyika ili kuhakikisha kwamba tunafika mahali ambapo kiasi cha ukuaji wa hizo rasilimali na matumizi, basi tutakuwa na balance fulani. Ukiliangalia shamba la miti la serikali la South Hill lenyewe ni kubwa kiumri kuliko hata siku hii ambayo tunasherehekea na tunaiadhimisha kwa siku ya leo. Hali ya misitu ya serikali kwanza, lakini kwa ujumla katika misitu ya Tanzania, ninyi ambao mnafanya kazi katika shamba la serikali, mnaitazamaje? Ikoje kwa ujumla wake? Asante sana ndugu Geoffrey Kangaga. Niseme tu kwamba shamba la miti la South Hill ndio shamba kubwa kuliko yote kama ulivyosema, ambapo lina ukubwa wa hekta 135,903. Miongoni mwa mashamba sasa hivi na mashamba jumla 24, kuna shamba moja jipya ambalo limeanzishwa mwaka huu kule mkoani Mtwara. Ndio. Sasa ukiangalia rasilimali hii ya serikali bado tunakabiliwa na changamoto. Changamoto bado ni nyingi, hususani miongoni mwa changamoto kubwa ambazo bado zinatukabili ni ongezeko kubwa la watu. Ndio. Ongezeko kubwa la watu ukiangalia na rasilimali zilizopo, lakini pia majanga ya moto. Majanga ya moto ni tatizo kubwa ambalo linatukabili katika kutunza hizo rasilimali za misitu. Mathalani kwa mwaka uliopita tulikumbwa na balaa la moto pale South Hill ambalo limepelekea takriban hekta 399 za msitu kuteketea kwa moto. Kwa hiyo hali bado sio nzuri sana. Umezungumza changamoto ya moto katika shamba la miti la South Hill. Lakini hebu turejee katika hali ya misitu yenyewe. Kwa sasa ikoje? Hali ya misitu, tunaona mafanikio ama bado ndio changamoto zimetukamisha, hakuna maendeleo yote? Pengine misitu imeendelea kubaki vile tangu imeanzishwa, imedumaa nini? Yaani hali ikoje kwa sasa? Hali ya misitu kwa ujumla bado sio ni nzuri, lakini bado tuna changamoto. Sasa hivi sekta ya misitu hapa Tanzania inasimamiwa na taasisi ya Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, ambapo TFS. Wakala huu ambapo ulianzishwa mwaka 2010 kuchukua majukumu yaliyokuwa idara ya misitu na nyuki. Sasa tangu kuanzishwa kwa wakala, ambapo jukumu lake kubwa ni kusimamia rasilimali za misitu na nyuki ambazo ni mali ya serikali kuu. Sasa ni jitihada mbalimbali zimefanyika katika kukabiliana na changamoto hizo. Mathalani kushirikisha jamii, kwa sababu rasilimali hizi sisi kama wataalamu peke yetu hatuwezi bila kushirikiana na jamii, hususan zile ambazo zinaishi kando na maeneo yetu ya misitu. Lakini pia kukabiliana na upungufu, TFS tumeendelea kuanzisha mashamba mapya ya miti ya kupandwa ili kupunguza utegemezi ule wa moja kwa moja kwenye misitu ya asili, ambayo katika maeneo mengi misitu hii inatoweka kwa kasi kubwa sana. Kwa mujibu wa tathmini ya rasilimali za misitu Tanzania, takwimu zinaonyesha kwamba kiasi cha kutoweka kwa misitu ni takribani hekta 272,000 kwa mwaka. Sasa unaweza ukaona kiasi hiki ni kikubwa, hivyo juhudi mbalimbali za kushirikisha wadau mbalimbali na wananchi bado zinahitajika sana ili kunusuru rasilimali za misitu. Chanzo hasa cha hii migogoro hususan moto, nikizungumzia sasa katika shamba la miti South Hill, kuna vyanzo vingi na jamii ambayo inatuzunguka inatumia moto kwa shughuli mbalimbali, hususan shughuli za kilimo. Kwa hiyo mara nyingi moto huu unaweza ukatoka kwenye maeneo ya mashamba na kuingia kwenye maeneo yetu ya msitu.
Lakini pia shamba la miti sawa hili limepitiwa na barabara kuu ya Dar es Salaam Mbeya. Sasa kwa watumiaji wengine wa barabara wanaweza kwa namna moja au nyingine nao wakasababisha moto. Lakini pia wananchi tunaopakana nao wanaendesha shughuli za ufugaji nyuki. Sasa sometimes unakuta wakati wa urinaji wa asali wanatumia moto, na ule moto unaweza kuwashinda ukaingia kwenye maeneo ya misitu. Kwa hivyo ndio kwa namna moja au nyingine ni vyanzo ambavyo vinachangia sana kuanzisha moto katika shamba la miti. Asante sana ndugu Likangaga. Niseme tu ni kweli changamoto za barabara zipo, hususan kwa kipindi hiki cha masika. Lakini sisi kama shamba la miti sawa hili tuna mitambo ya kutengenezea barabara, na tumekuwa kwa kutumia mitambo tukijitahidi sana kutengeneza hizi barabara ili kuhakikisha kwamba barabara hizi zile ambazo ziko ndani ya msitu ambazo zinatumiwa na wadau wetu wanaovuna miti pale shamba la miti sawa hili, kuhakikisha kwamba barabara hizi zinapitika. Lakini pia tumekuwa tukienda mbali zaidi kusaidia jamii kuchonga barabara pia za vijijini, hususan vile vijiji ambavyo tunapakana navyo, ili kuhakikisha pia kwamba na hizi barabara zinapitika. Hata hivi sasa hivi tunavyozungumza, mitambo yetu ya barabara ipo Ihalimba, juzi ilikuwa Ilasa, katika kuhakikisha kwamba barabara hizi zinatengenezwa na zinapitika katika kipindi chote cha mwaka. Sawa. Kuna maswali matatu hapo yameulizwa, na kuna mtu ameuliza kuhusiana na kwanza wewe unasema faida za misitu kama hazitusaidia wananchi wa mkoa wa Iringa, maana mapato yanaingia hapa alafu yanakwenda kujenga Morogoro huko na maeneo mengine. Kuna ukweli wote kwamba mapato ama misitu imekuwa haina faida katika maeneo jirani? Asante sana ndugu Likangaga. Nafikiri mchango wa shamba la miti sawa hili, tukumbuke tu kwamba shamba la miti sawa hili ni shamba la serikali. Haimaanishi kwamba mapato yanayotumika basi yamnufaishe mkazi tu wa wilaya ya Mufindi. Mapato yanayokusanywa yanaenda hazina na matumizi yake yanatumika kutekeleza shughuli mbalimbali za kiserikali, mipango mbalimbali ya maendeleo ya nchi nzima. Labda niseme tu kwamba ukiangalia takwimu zinaonyesha kwamba kwa kipindi cha takriban miaka 10 shamba la miti sawa hili limewezesha halmashauri za wilaya ambazo tunapakana nazo kwa maana ya Mufindi pamoja na Kilombero, Morogoro, kukusanya takriban kiasi cha shilingi bilioni 6.07 kama mapato ya hizi halmashauri kutokana na biashara hizi za mazao ya misitu. Lakini serikali kuu, ndugu Likangaga, tumefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 319.45 kama maduhuri ya serikali kuu. Ndio. Ambazo hizi fedha zote zimeingia kwenye mfuko mkuu wa serikali kwa ajili ya kuiwezesha serikali kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Sawa. Kuna swali pia limeulizwa kuhusiana na mnachukua hatua gani nawezesha wanajamii kupanda miti, nawezesha hiyo miche ya miti, lakini wanavuna kabla haijakomaa. Ninyi mmeweka utaratibu gani kuhakikisha kwamba mnamwezesha Likangaga kumiliki msitu wake, lakini anapovunja kanuni za uleaji nisema ile misitu, pengine hiyo kuvuna mapema kabla ya kukomaa, mmeweka taratibu za kuchukua? Asante ndugu Likangaga. Niseme tu kwamba ni kweli wananchi, na hili ni tatizo kubwa la uvunaji wa miti ambayo haijakomaa na mbao zake zinaingizwa sokoni, zinakwenda kushindana na zile mbao ambazo zinavunwa kwenye shamba la miti sawa hili, miti ambayo imekomaa vizuri. Niseme tu kwamba tunaendelea kuelimisha jamii. Tunaendelea kuelimisha jamii pamoja na watumiaji wa hizi mbao, lakini pia kama nilivyosema awali kwamba tunapoelekea sasa tutawashirikisha wenzetu wa shirika la viwango
TBS, ili kuhakikisha kwamba mbao ambayo inatoka zao hili inakuwa na alama maalum au barcode, ili kuitofautisha na mbao ambayo inavunwa maeneo mengine, ile ambayo haijakomaa vya kutosha. Mkazi wa Dar es Salaam na pengine maeneo mengine ambayo hawalimi miti, kwa maana hii misitu, anaweza kujiuliza hivi, unapozungumza mti haujakomaa unapaswa kukaa kwa muda gani tangu umepandwa mpaka kukomaa kwake? Asante. Hii miti ya kupandwa hii ambayo tunailima shamba la miti zao hili, ambayo ni miti jamii ya misindano au mipaini pamoja na milingoti, inakomaa baada ya miaka 25 tangu kupandwa. Japo sasa hivi kuna tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika, umri huu unaweza kupunguzwa mpaka kwenda miaka 18 badala ya miaka 25. Lakini wananchi walio wengi wanaivuna hii miti mingine hata miaka 10 ikiwa haijatimiza. Sasa tunadhani tukienda kuanza kutumia hao wenzetu wa shirika la viwango, hizi mbao zikatofautishwa, kwa sababu matumizi ya mbao yanatofautiana. Kuna matumizi mengine yanahitaji mbao ambayo imekomaa vya kutosha. Mathalan katika ujenzi, mbao ambayo inatumika kwenye ujenzi au kupaulia nyumba inatakiwa ni mbao ambayo imekomaa vya kutosha, kwa sababu mbao ambayo haijakomaa vya kutosha ni rahisi sana kuliwa na wadudu. Lakini pia kuna matumizi mengine ya mbao ambayo hayahitaji mbao ambayo imekomaa sana. Ndio. Mathalan mtu anajenga banda la kufugia kuku nyumbani. Mtu anatengeneza haya makreti ya kusafirishia nyanya. Kwa hiyo ni matumizi ambayo hayahitaji mbao imekomaa vya kutosha. Sasa kama tutafikia kuanza kutekeleza kwamba mbao sasa ziwe zinatofautishwa kwa ubora sokoni, mteja anapokwenda kununua mbao basi atakuwa na chaguo kutokana na matumizi yake. Sawa, tunaelekea ukingoni na leo ni siku ya misitu duniani. Pengine unafikiri ili misitu hii iendelee kuendelezwa zaidi, lakini iendelee kuleta tija kwa kizazi cha sasa na cha baadaye, mambo gani ambayo kila mwanajamii anapaswa kuyazingatia kwa sasa? Asante ndugu Likangaga. Niseme tu kwamba katika kuadhimisha hii siku ya misitu duniani, jamii kama jamii kwanza kuendelea na juhudi za kupanda miti. Tupande miti kama wenda wazimu. Ndio. Lakini pia kupanda peke yake miti haitoshi. Tupande miti lakini pia tuitunze, tuhakikishe kwamba hii miti baada ya kupandwa inatunzwa na mwisho wa siku inatupatia yale mazao ambayo yamekusudiwa. Lakini pia kingine, jamii iendelee kushirikiana na wakala wa huduma za misitu Tanzania, mamlaka za halmashauri za wilaya, ili kuhakikisha kwamba rasilimali hizi tunazitunza kwa njia ambazo ni shirikishi. Sisi peke yetu kama wataalamu kwa kweli hatuwezi bila kushirikiana na jamii, hususan jamii ambazo tunapakana nazo. Ndio. Pengine unaona kuna umuhimu wa kuendelea kusherehekea ama kuadhimisha siku hii? Kwa kweli kuna umuhimu mkubwa sana kuendelea kuisherehekea hii siku ya misitu duniani, kwa maana kwamba tunapata fursa kwanza ya kufikisha elimu kwa jamii kama hivi ambavyo tunafanya sasa hivi, kuendelea kuzungumza na jamii kuhusu nafasi yao, wao kama jamii wanapaswa kufanya nini katika kuhakikisha kwamba wanatunza na kulinda hizi rasilimali za misitu. Asante ndugu Likangaga. Niseme tu ni kweli sisi kama shamba la miti zao hili kwa kweli huwa tunaiadhimisha hii siku kwa vitendo. Tunaadhimisha kwa vitendo. Ndio maana awali nimesema kwamba tumegawa miche ya miti mpaka sasa hivi kiasi cha milioni 1 kwa jamii ambao wamekwenda kuipanda. Hii miti mpaka sasa hivi tunavyozungumza imeshapandwa na inaendelea kukua. Lakini pia kuendelea kuhamasisha jamii. Hizi juhudi hazipaswi kukomea tu leo ambazo ni siku ya kilele, lakini zinapaswa kuwa ni juhudi endelevu. Kwa maana kwamba sisi kama wakala wa huduma za misitu
kushirikiana na taasisi mbalimbali, makampuni na mashirika mengine binafsi ambayo pia yanajihusisha na masuala mazima ya upandaji wa miti pamoja na hifadhi ya mazingira. Mweleze mwanafamilia ambaye tusikilize hivi sasa mipango, mikakati mlionayo kama shamba la miti, lakini waambie pia kwamba tunapoondoka hivi sasa waondoke na ujumbe gani katika yote ambayo tumeyazungumza asubuhi ya leo. Asante. Sisi kama shamba la miti SAUHILI, kama taasisi ya serikali ambayo ndio imepewa dhamana ya kusimamia na kuhifadhi rasilimali za misitu, ni kwamba tunaendelea na juhudi zetu za kuhakikisha kwamba tunapanda miti katika maeneo yetu ya shamba. Maeneo yote ambayo yanavunwa miti tunahakikisha kwamba tunarudishia miti mingine, lakini pia tunaendelea kukamilisha na uoteshaji wa miti katika yale maeneo mengine ambayo kwa kipindi kirefu yalikuwa yameachwa bila kupanda miti. Lakini pia niendelee kuhamasisha wadau mbalimbali, kwa maana jamii ambayo tunapakana nayo, wadau kwa maana ya wafanyabiashara wa mazao ya misitu, kuendelea nao kuhamasika na kuendelea kuotesha miti katika maeneo yao, ili kuhakikisha kwamba mwisho wa siku, manake misitu ni uhai. Misitu ni uhai kwa maana kwamba kutoka kwenye misitu tunapata mambo mengi, tunapata chakula, tunapata hali nzuri ya hewa, tunapata vyanzo vya maji. Mfano shamba la miti SAUHILI ni chanzo cha maji ya mto Ruaha unaanzia pale, lakini pia na mto Kihansi. Mto Ruaha unatiririsha maji kwenda katika bwawa la Mtera na Kidatu ambapo unazalishwa umeme kule. Na mto Kihansi pia unatiririsha maji kwenda katika bwawa la Kihansi ambao pia unazalishwa umeme. Kwa hiyo misitu tunaweza kusema misitu ni uhai. Hivyo hatuna budi kuilinda kwa nguvu zote, kuhakikisha kwamba misitu hii inaendelea kuwepo kwa kizazi hiki na kizazi kijacho. Asante sana Ignacy Lupala, meneja msaidizi mipango na matumizi wa shamba la miti SAUHILI, na tumekuwa nawe tangu pale saa 2 kamili za asubuhi tukizungumza kuhusiana na masuala ya misitu. Lakini nikufahamishe ya kwamba mkurugenzi mkuu wa FAO anaitwa Jose Graziano da Silva, yeye aliwahi kusema kwamba ni muhimu sana kuzingatia kuwa misitu ni rasilimali adhimu kwa vipato na uhai wa binadamu, akisema misitu bora ni muhimu kwa kilimo endelevu na maji bora pia. Sasa tunapoadhimisha siku hii, maanake tunaadhimisha leo pia tukiwa tunaendelea kuadhimisha wiki ya maji. Kwa hiyo misitu, maji, uhai ni vitu ambavyo vina muunganiko mkubwa sana. Sasa tukizungumza maji, maana tunazungumzia uhai. Kwa hiyo kila mmoja analo jukumu la kuhakikisha anashiriki vyema kuilinda misitu. Sasa hivi swala la kukatakata kuni na vitu vingine linapaswa kuendelea kukemewa. Kukata kuni kiholela, kukatakata miti kiholela linapaswa kukemewa na kila mmoja, ili kuhakikisha kwamba hata ule uoto wa asili ambao tumekuwa nao uendelee kudumu, na pengine kupanda miti kuendelea kulinda mazingira ambayo tunayo, kwa sababu ulinzi wa mazingira una manufaa makubwa sana kwa kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye. Mimi niseme shukrani sana kwa meneja msaidizi kwa muda huu ambao tumezungumza. Tutawalika wakati mwingine, najua kuna vitu vingi sana ameweza kuzungumza, lakini kushukuru pia Johnny Mdendemi kutoka Njia Panda Kitelewasi. Yeye pia amekuwa na mchango wake hapo. Tukipita katika ukurasa wa Facebook utapata kufahamu. Bright Tumadi wa Mufindi pia tunakushukuru kwa ujumbe wako. Festo Kelson Mliuka kutoka Yegela, asante. Lakini tunakushukuru pia Yusuf Ulanga kutoka Boma la Ng'ombe, pia asante kwa ujumbe wako. Nasibu Zingu kutoka Dar es Salaam, tunashukuru kwa ujumbe wako. Muda umetubana kidogo, lakini tunazipitia jumbe zenu na zitafanywa kazi kama vile ambavyo inatakikana. Madai Kipangula pia diwani mtarajiwa anapatikana Mufindi Sawala, pia tunashukuru kwa mchango wako. Bwana, mimi nashukuru sana na niseme karibuni wakati mwingine tuweze kuzungumza kwa upana kuhusiana na masuala ya misitu na ulinzi wa rasilimali hii muhimu kwa taifa la Tanzania. Asante sana ndugu Kangaga, nikushukuru kwa dhati kabisa, na nikuahidi kwamba sisi kama shamba la miti SAUHILI, sisi kama TFS siku zote tuko tayari, na nikukaribishe sana kutembelea shamba la miti SAUHILI. Bwana, msalimie mtu atetefia. Asante sana. Haya, asante sana, na sisi tukushukuru kwa haya ambayo tumeyazungumza asubuhi ya leo. Misitu ni mali yetu, tuitunze. Misitu ni mali yetu, tuitunze.